Mwanzoni mwa ndoa ndio kipindi cha kujenga msingi wa ndoa ambao miaka yote mtaishi kwenye tabia hizo. Tabia ambazo mume wako atakuonyesha mwanzoni mwa ndoa, kama zikiwa mbaya na ukashindwa kumfanya aelewe kwamba hizi ni tabia ambazo sio nzuri, mimi siwezi kuvumilia, utaishi na hizo tabia mumeo akikufanyia maisha yako yote. Kuna tabia mwanaume hatobadilika kwa wewe kuwa mvumilivu, lakini atabadilika kwa wewe kuweka misimamo yako kwamba mimi nataka tuishi 1 2 3. Kuna vitu kutoka kwako 1 2 3 mimi sitovivumilia. Sijui kama unanielewa. Sio kila tabia ya mwanaume inatakiwa kuvumiliwa. Nyingine inatakiwa umfanye mwanaume aelewe kwamba sitakiwi kufanya 1 2 3. Natakiwa kuishi 1 2 3 na mke wangu. Sijui kama unanielewa. Kuna wanaume ambao wana changamoto baadhi yao, hasa wale waliolelewa kwa kudekezwa sana kwenye familia zao. Na mwingine unaolewa na mwanaume ambaye bado hajajitoa kwa wazazi wake, bado ni mtoto wa mama. Unaolewa na mwanaume ambaye bado ameshikiliwa na ndugu zake. Usipoweka mipaka juu ya tabia anazokufanyia, maisha yako yote utaishi hivyo hivyo. Usipoweka mipaka ya yeye kutambua kwamba mimi natakiwa kusimama kama baba kwenye familia yangu, natakiwa kusimama kama mume kwa mke wangu, utaongozwa na familia nzima kwenye ndoa yako. Sijui kama unanielewa. Kuna baadhi ya tabia hazitaki wewe uvumilie, zinataka wewe uweke mipaka. Umwelekeze mume wako kwa vitendo, ajue kwamba kumbe hiki na hiki na hiki mimi kama mwanaume sitakiwi kukifanya. Natakiwa kuishi na mke wangu hivi na hivi. Natakiwa kusimama kwenye nafasi yangu kama baba kwenye familia yangu. Kumbe haitakiwi ndugu zangu waingilie maamuzi ya familia yangu. Haitakiwi ndugu zangu wajue madhaifu ya ndoa yetu. Sijui kama unanielewa. Baadhi ya wanawake huwa mnafikiri kwamba kila kitu kinataka wewe uvumilie. Mwanzoni mwa ndoa, yani mnapoanza tu kuishi, ukishaona kuna tabia ambazo zinajidhihirisha ambazo sio nzuri, ndio mapema kuongea kwamba mimi vitu kama hivi 1 2 3 sitovumilia. Kwa sababu ukishindwa kuweka mipaka hapo, maisha yako yote utaishi hivyo hivyo. Ninapozungumza kwenye jamii yetu, kuna watu tofauti tofauti ambao leo hii wanateseka kwenye ndoa, sio kwa sababu waume zao ni wakatili, bali ni kwa sababu waume zao wanafundishwa na watu namna ya kuishi na wake zao. Sijui kama unanielewa. Wapo wanaume ambao wazazi wamemshikilia, wanamcontrol kwamba inatakiwa uishi hivi na mwanamke, inatakiwa uishi hivi na mwanamke, mwanamke asikupande kichwani, mwanamke asikufanye nini. Sasa ile hali inamfanya mwanaume anakuwa ni mtu ambaye anaonyesha yani wanaume kupindukia, yani mpaka anamuumiza mke wake kwa vitu anavyovifanya. Kuna wanaume leo hii wanalala nje ya nyumba zao makusudi tu kwa sababu tu anataka kuonyesha yeye ni mwanaume. Kuna mwanaume leo hii anakuwa muhuni kwa sababu anataka kuonyesha yeye ni mwanaume. Kuna mwanaume leo hii yeye anaweza kumpiga tu mke wake bila sababu kwa sababu anataka tu kuonyesha kwamba mimi namtawala mke wangu. Anataka kujidhihirisha kwa ndugu zake kwamba mimi sijashikwa masikio na mke wangu. Unakuta leo hii kuna mwanaume ameoa mke wake, amelitoa kabila huko ameoa, ndugu anaanza kumwambia hilo kabila liko 1 2 3, hilo kabila lilienda hivi na hivi. Mwanaume anaanza kuishi na mke wake vibaya. Wakati unakuta mwanamke anamuonyesha heshima vizuri, lakini yeye kama mwanaume anashindwa kutambua kwamba mimi natakiwa niishi kama mume kwa mke wangu. Inatakiwa nimjue mke wangu ninayeishi naye. Wako wanaume hawajui. Yeye akishasikia tu huko anamwambia mwanamke hautakiwi kufanya hivi na hivi, mwanamke hautakiwi kuishi naye hivi na hivi, anayachukua yale maneno anayashika 100%. Matokeo yake wewe utaishi ukinyanyasika, utaishi ukiteseka, sio kwa sababu mumeo ni mnyanyasaji, kwa sababu mumeo hajajifunza kusimama yeye peke yake kama baba kwenye familia yake. Hajajifunza kusimama kama mume kwa mke wake. Yaani anafundishwa na watu kwamba ishi hivi, ishi hivi. Matokeo yake hizo tabia unazoziona hazitokwisha usipozifanyia kazi mapema. Ziko tabia ambazo wewe inatakiwa umwambie mwanaume kwamba mimi hizi sitoweza kuvumilia, weka mipaka mapema. Yaani unakuta wewe una ndoa ina muda mfupi sana, lakini changamoto unazozipitia ni kama upo kwenye kipindi cha jua kali. Ndoa ya mwaka mmoja bado ni ndoa changa sana. Ndoa ya miaka 2 bado ni ndoa changa sana. Haitakiwi mwanaume akupitishe matukio mazito kiasi kwamba mpaka wewe ushangae. Mwanaume anaanza kulala nje ya nyumba, mna mwaka mmoja kwenye ndoa, unaona ni jambo la kuvumilia. Hiyo tabia itakomaa, ataona kama ni kawaida yeye kufanya hivyo. Na kwa bahati mbaya wengi wao sio kwamba huwa wanalala nje ya nyumba kwa sababu wao wanataka. Ni kwa sababu tu anaambiwa mwanamke anatakiwa ishi hivi na hivi. Na wewe unakuta unajua kabisa kwamba mume wangu pamoja na kwamba anaishi na mimi alishashikiliwa masikio na ndugu zake. Ameshikiliwa masikio na wazazi wake. Anategemea uchumi kwa wazazi wake. Unalijua hilo.
Wewe kama mwanamke ukishaolewa kwenye maisha ya mwanaume, unaweza ukaliona tatizo kabla mwanaume hajaliona, kwa sababu mwanaume akikumbatiwa sana na ndugu zake, akikumbatiwa na wazazi wake, yeye hawezi kuona kama hiyo ni shida, kwa sababu anaona yeye ni maisha ya kawaida, kwa sababu yuko na ndugu zake. Wewe utakapofika, ukishaona kuna changamoto, tabia zingine, weka mipaka. Mfundishe mume wako kujua kusimama yeye mwenyewe kama baba kwenye familia yake. Mfundishe mwanaume wako kujua kuishi na wewe kama mke wake, asimamie nafasi ya yeye kuwa mume. Mfundishe mume wako, changamoto zenu muwe mnamalizana wewe na yeye, asipeleke kwa mama yake kila changamoto zenu. Matokeo yake wewe unajikuta unafika unamkuta mwanaume wako ana tabia za kitoto, tabia ambazo bado inaonekana anaishi sana, ameshikiliwa masikio na ndugu zake, ameshikiliwa masikio na wazazi wake. Wewe unaona ni kitu cha kuvumilia. Mwanaume wako hatabadilika. Inatakiwa umfundishe kujiona kwamba kumbe hapa siishi vizuri, kumbe hapa ninakosea, kumbe hapa bado mimi sijasimama kama mume, sijasimama kama baba kwenye familia yangu, kumbe hapa mimi naamuliwa maamuzi na familia yangu. Wewe unafika unamwona mwanaume kila kitu mnachopitia kwenye ndoa yenu anaenda kukusemelea kwa wazazi wake, unaona ni jambo la kuvumilia. Unaishi na mwanaume ambaye anakuonyesha tabia za ajabu, anaweza kulala nje, anakuwa muuni kupindukia, na ndoa yenu ina muda mfupi tu. Ukiwashirikisha wazazi wake, unaona ni kama wako upande wa mtoto wao. Elewa hapo, tatizo sio mume wako, tatizo nao wazazi, tatizo nao ndugu, wanachangia. Kuna vitu mume wako anafundishwa namna ya kuishi na wewe, anaona yuko sahihi lakini anakosea. Wewe kama leo unapitia hali hiyo, ni mapema kabisa mwa ndoa yenu, rekebisha hilo, kwa sababu utateseka maisha yako yote. Huyo mwanaume utakuja kumuona akibadilika. Ndoa inatakiwa tuishi kwa kupendana. Uvumilivu unafuata baada ya upendo. Uvumilivu hauwezi kuendesha ndoa, kwa sababu mwisho wa siku utachoka. Wewe ni binadamu, utachoka. Utavumilia, utafika mahali utachoka, utagive up. Hutaweza kuishi ukimvumilia mwenzio anafanya tu tabia za hovyo kila siku, eti kwa sababu wewe ni mwanamke unatakiwa kuvumilia. Hakuna. Kuna vitu kila mtu anatakiwa ajue kwamba mimi kama mwanaume, ndio mimi ni mwanaume, lakini mipaka yangu 1 2 3 kwa mke wangu sitakiwi kufanya. 1 2 3 sitakiwi kukionyesha kwa mke wangu. 1 2 3 sitakiwi kuyapeleka kwa ndugu zangu. Lazima ajue. Kwa nini uishi na mwanaume ambaye anapeleka changamoto zenu zote za ndani kwa wazazi wake, anapeleka changamoto zenu zote kwa ndugu zake? Unajipa matumaini kwamba huyu mtu atabadilika, nivumilie. Hapana. Uvumilivu inatakiwa uambatane na wewe kuwa mtu ambaye unamdiscipline kidogo, ajue namna ya kuishi. Unamfanya yeye ajidisconnect na familia, ajue namna ya kuanza kusimama peke yake. Wewe kama uko kwenye hii situation, mimi nakupa ushauri wa bure kabisa. Ukikuta mume wako anashindwa kusimamia nafasi vizuri kama baba, kama mume kwako, unamwona kabisa huyu anaendeshwa na ndugu zake, usigombane na ndugu zake. Hata usionyeshe kama wewe una shida na ndugu zake, lakini jaribu kuwa mtu unayeongea maneno na mume wako, maneno ya upendo, kama mume wangu, mimi nakupenda na kuheshimu kama mume wangu humu ndani, lakini bado mume wangu, kwa upande wako naona kuna changamoto. Naona mume wangu sioni msingi wa maisha yetu binafsi. Naona hatujitegemei, bado tunaishi kama familia. Familia yenu ya kwenu bado inaingilia majukumu ya familia yetu. Familia yenu inaingilia maisha ya familia yetu. Kumbuka, wewe mwanamke unaacha wazazi wako, unaenda kuungana na mume wako, mnaanzisha maisha. Mwanaume naye anatakiwa achane na wazazi wake, ungane na wewe, muendeleze maisha. Kwa nini yeye mwenzako bado anawasikiliza wazazi wake? Kwa nini bado anawasikiliza ndugu zake? Kwa nini bado maamuzi ya yeye kuishi na familia yake yanatoka kwa ndugu zake? Hilo ni tatizo. Mueleweshe, na ukishindwa sasa ndio inatakiwa sasa umpe msimamo. Wewe una nyumbani kwenu, ukiona haya mambo yamekuwa too much, mwanaume anafanya vituko visivyoeleweka, mwanaume anafanya mambo yasiyoeleweka kwa makusudi, kwa sababu tu anataka kujionyesha yeye ni mwanaume. Unajua hivi vitu vipo. Kuna watu wanataka kujionyesha wao ni wanaume mpaka wanapindukia kufanya matendo mabaya kwa wake zao. Wewe rudi nyumbani kwenu kwa muda, na atakapoanza kukubembeleza mke wangu rudi, hapo ndipo umfundishe kwamba mume wangu 1 2 3 mimi kwako huwa sikipendi. 1 2 3 siwezi nikakivumilia. Nitavumilia changamoto nyingine zote, lakini mume wangu, naomba usimamie nafasi yako kama baba kwenye familia. Naomba usimamie nafasi yako kama mume. Mimi sitoweza tena kurudi kuishi kwenye ndoa ambayo naendeshwa na ndugu zako. Sitoweza kuishi kwenye ndoa ambayo ndugu zako ndo wanatuamulia maisha ya kuishi. Sitoishi kwenye ndoa ambayo mwanaume wangu anashindwa kunionyesha tabia zake, ananionyesha tabia ambazo anamezeshwa na ndugu zake. Ananionyesha tabia anazofundishwa na ndugu zake. Na ukiolewa na mtu ambaye yeye bado ameshikiliwa na familia yake, ni kazi kubwa sana, ni kazi ngumu, kwa sababu inatakiwa upambane kumtoa kule.
Na asilimia kubwa mwanaume wa hivyo yeye huwa anaona ndugu zake always wanapatia. Wewe utakapoanza kuongea utaonekana kama mbaya, utaonekana kama unataka kuwakosanisha, utaonekana kama unaingilia mambo ya familia yao, lakini huna namna. Inatakiwa tu uongee kwa mustakabali wa kusaidia ndoa yenu iende kwa amani, kwa kusaidia wewe uishi vizuri kwenye hiyo ndoa, kwa sababu najua huo uvumilivu ipo siku utakushinda. Hutaweza kuvumilia kila kitu. Ndoa yako ina muda mfupi tu, mwanaume wako anakupiga, mwanaume wako anafanya, yaani unaona anaonyesha ule wanaume kupindukia. Kuna wanaume wanafanya hizo tabia, anaonyesha wanaume kupindukia, sio kwa sababu yeye hawezi kuishi vizuri na wewe, anataka kujionyesha kwenye familia yake kwamba mmesema kwamba mimi huyu mwanamke asije kanipanda kichwani, sasa nawajibika vema kuhakikisha huyu mwanamke anipandi kichwani. Kuna wanaume hawajui kwamba unaweza kuishi na mkeo kirafiki tu, akakupa heshima na wewe ukamheshimu mke wako. Hawaamini kwamba mke wako anaweza akakupa nafasi wewe kama mwanaume ukaendelea kusimama kama mwanaume kwenye nyumba yenu na mkawa tu mnaishi vizuri bila kuumizana, bila kutesana, bila kutendeana matendo ya ukatili wa kihisia. Wengine hawaamini hilo. Anafikiri yeye ili ajidhihirishe kwamba ni mwanaume ni lazima alale nje, ni lazima awe na wanawake huko nje, ni lazima awe anampiga mke wake. Anafikiri ili ajidhihirishe yeye hajashikwa masikio na mke, ni lazima kila matatizo ambayo yanatokea kwenye ndoa yao aende akamseme mbele ya wazazi wake, aende akamsemee mke wake kwa babake, aende akamsemee mke wake kwa mama yake, amkalishe mkewe kikao na ndugu zake waanze kumsema. Ndio anaamini kwamba huo ndio wanaume, ndio kuonyesha kwamba yeye ni mwanaume. Inatakiwa umbadilishe. Hutaweza kuishi maisha yako yote. Kumbuka ndoa ni maisha yenu yote, unaishi na huyo mtu. Huwezi kuishi na mtu ambaye anashindwa kusimamia nafasi yake kama baba. Huwezi kuishi na mtu ambaye anashindwa kusimamia nafasi yake kama mume. Utashindwa. Nakwambia kabisa utashindwa. Kuna vitu havihitaji uvumilivu, hilo weka akilini mwako. Kuna vitu vinahitaji wewe kama mwanamke uweke mipaka. Ndiyo, mwanaume ni mwanaume, lakini kuna vitu mwanaume vingine havijui. Yeye pengine ameshikiliwa masikio na ndugu zake huko, anamwambia fanya hivi kwa mke wako, mke wako hataki kufanya hivi, mke wako hataki kufanya hivi. Unaishi na mwanaume ambaye mpaka leo hii anashindwa kujitegemea kiuchumi, bado anafanya kazi za familia. Vipi kuhusu maisha yenu? Unaishi na mwanaume ambaye mpaka leo hii wewe mke wake uko pale, lakini vitu vingi vya maisha yeye anajadili na mama yake. Wewe una mpango gani? Unaishi na mwanaume ambaye anaweza kuharibu ratiba zake kwa sababu ya ratiba za mama yake. Hana mipaka yeye kujiwekea kwamba mama, na mimi mwenyewe nina msimamo wangu wa kufanya 1 2 3. Unamwona kabisa mme wako anaendeshwa na mama yake. Upendo wa wazazi kuna wakati unawaharibu baadhi ya wanaume. Upendo wa wazazi kuna wakati unawafanya baadhi ya wanaume wawe na viburi. Baadhi ya wanaume wajisikie wao wako perfect wakati wote, wasione kama kufanya hiki na hiki ni kukosea. Baadhi ya wanaume kuwakosesha haki wake zao za kuwaheshimu. Baadhi ya wanaume kuwakosesha haki wake zao za kuweka mipaka ya heshima. Kujua kwamba inatakiwa niishi 1 2 na 3 na mke wangu. Kuna watu hawajui kwa sababu wanataka kujionyesha kwamba mimi ni kidume. Lakini uwanaume sio huo. Uwanaume sio wewe kumpiga mke wako bila sababu. Uwanaume sio wewe kuwa na wanawake wengi. Uwanaume sio wewe kuwa mtu wa kwenda kutoa matatizo ya ndani kwenu kila siku, kwenda kumsimagia mke wako mbele ya ndugu zako, kumwekea mkeo vikao mbele ya ndugu zako, unamsema mbele ya ndugu zako. Uwanaume sio kulala nje bila sababu. Unataka tu ulale nje kuonyesha wewe ni mwanaume. Mke wako akikusemesha unamwambia wewe unaongea kama nani? Amua unachotaka fanya. Huo sio uwanaume. Nakwambia wewe mwanamke, weka akilini mwako, sio kila tabia zitabadilika kwa mume wako kwa sababu ya wewe kuwa mvumilivu. Zipo nyingine ambazo zinatakiwa wewe umdiscipline mume wako. Amelelewa malezi ambayo anashindwa kujua yeye kusimama kama mwanaume inatakiwa asimame vipi. Wamemlea vibaya. Ndugu zake wamemshika, inatakiwa umfundishe. Weka mipaka ya heshima, weka misimamo. Rudi nyumbani kwenu, jipe muda kidogo, atakapokufuata mwambie, mimi siwezi kuendelea kuishi kwenye ndoa ambayo nafanyiwa 1 2 3. Ili mwanaume wako anaporidhia sasa kukurudisha, anajua kumbe mke wangu anatakiwa aishi hivi na mimi niishi hivi na mke wangu. Mwambie mume wako, mimi nitakupa heshima, nitakupa utii, nitakupa unyenyekevu, lakini naomba na wewe unichukulie mimi kama mke wako. Ni heshimu, tuishi kirafiki, tusiishi kwa kuogopana. Usiishi kwa kuninyanyasa kupindukia kwa sababu wewe ni mwanaume. Huo sio wanaume. Sitoweza kuvumilia dharau kwenye ndoa yangu. Sitoweza kuvumilia ndugu zako kuingilia ndoa yetu. Sitoweza kuvumilia wewe mwanaume kushindwa kusimamia nafasi yako kama baba kwenye familia yako. Sitovumilia